Kumekucha Dodoma. Wajumbe wa mkutano mkuu wameanza kuwasili ili kushiriki mkutano huo ambao unakuja zikiwa zimebaki siku 60 kuanza kwa kampeni za siasa kuelekea uchaguzi mkuu. Mkutano huo umebebwa na ajenda 3 ambazo ni kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwa mwaka 2020-2025, kuzindua ilani mpya ya uchaguzi ya mwaka 2025-2030 na kubadili baadhi ya maeneo ya katiba ya CCM. Ingawa kumekuwa na tetesi za huenda jina la katibu mkuu likatajwa kutokana na mkutano kama huo ulifanya maamuzi ya kumteua Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa wagombea. Sisi kwenye utaratibu wa chama chetu huwa hatupigi ramli. Jambo linakaliwa kwenye vikao, linakubalika, linapelekwa kwenye mkutano mkuu. Sasa kikao ambacho mimi naingia kama mjumbe wa secretariat, hili ambalo mmelisema halikuwemo. Wakati fumbo likiwa linasubiriwa kutenguliwa, baadhi ya wanachama nao wameeleza sifa za katibu mkuu atakayemrithi katibu mkuu wa sasa. Ningeshauri apatikane kiongozi atakayekava hiyo nafasi ambaye ametokea kwenye chama moja kwa moja, amekuwepo kwenye chama kwa muda mrefu, kwa sababu ni nafasi ambayo ina unyeti wake, na kuelekea kipindi ambacho tunachokielekea cha uchaguzi anahitajika mtu mwenye busara, asiye na papara, na ambaye ana utulivu na amepitia mambo mengi yanayokihusu chama. Kama chama kitawapendeza, akipatikana katibu mkuu mpya wa chama, basi apatikane katibu anayetokana na jumuiya ya umoja wa vijana ili aweze kubeba maslahi mapana ya vijana. Nao wafuatiliaji wa masuala ya siasa wakatia neno katikati ya fumbo hilo ambalo linasubiri jibu katika mkutano mkuu. Ili waweze kufanya hivyo wanahitaji kuwa na katibu mkuu imara, mwenye hekima na mwenye uthubutu wa kuunganisha secretariat na kuweza kuiambia serikali kwamba mnachokifanya sicho kilicho ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia mnachokifanya sicho ambacho wananchi wanatarajia. Kwa hiyo tunahitaji mtu ambaye ana msimamo na mtu ambaye atasimama na kanuni za chama kuhakikisha kwamba chama kinaendelea kubaki salama na wale watiania wanatendewa haki. Kwa hiyo hiyo nafasi muhimu sana. Lakini vile vile ni mtu ambaye anaweza kujadiliana na vyama washindani. Lazima awe ni mtu ambaye anajiamini, lakini vile vile ni lazima awe ni mtu mwenye ushawishi. Sasa hivi kutokana na hali ya kidemokrasia na kasi ya mambo ya kisiasa yanavyokwenda, tunahitaji mtu ambaye ana very strong shock absorbers, mwenye uwezo wa kuhimili misukosuko inavyokwenda. Ifahamike wazi kwamba katibu mkuu ndiye msimamizi mkuu wa harakati zote za kampeni kuelekea uchaguzi, kuanzia mwanzo wa kampeni mpaka mwisho wa kampeni. Sasa anapokuwa tena yeye ni mgombea, anakuwa hana fursa hiyo ya kuweza kufanya kazi hiyo yake mahususi. Ni kijani na njano vikiwa vimetawala nyuma yangu hapa nje ya ukumbi wa mikutano wa Jakaya Kikwete, ambako kunatarajiwa kufanyika mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi CCM Mei 29 na 30. Je, kitendawili hiki kitajibiwa katika mkutano huo na kumpata katibu mkuu mpya? Mkutano huu unafanyika wakati ambapo Chama cha Mapinduzi CCM kimemteua Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa nafasi ya urais na Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu, na Dr. Hussein Mwinyi kugombea urais wa upande wa Zanzibar. Ahmad Ali, Azam News.